إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، بعدكم حمد Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni Ijumaa ya tarehe 2 mwezi wa 5 1447 kwa takwimu ya Hijria, sawia na 24 mwezi wa 10 2025 miladia, tukiwa kwenye khutba kwa unwan al-Imamu al-Adil. Sikia vizuri sana, al-Imamu al-Adil ni kiongozi mwadilifu, kiongozi wa uadilifu, mwadilifu, mwenye kufanya haki, mwenye kufanya usawa. Khutba hii nimemwanza kwa al-Imamu al-Adil, atasafiri nasi mpaka atatufikisha Najdi, kisha kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu huyu tunayemzungumza leo na wengine 6 watakaofuatia baada ya kutoka nasi huko, akipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa taufiki yake tutakwenda kupambana mbele ya safari huko kwenye malipo ya kudumu. Lakini hebu nianze hii khutba kwa utangulizi huu. Tuko duniani, dunia yenye harara, dunia yenye joto, dunia yenye kero. Kwa hivyo joto, harara nyingi, tuko kwenye dunia hii. Lakini walioko kwenye dunia hujitahidi sana kwenye hilo joto la dunia na harara za dunia kuzitafutia vifaa vya kuweza kujikinga na harara hizo na joto hilo. Ndipo ukaona watu kule pande za kwetu, mtu akitoka kijiji kwenda kijiji, tamuona amefinika mwavuli. Ule mwavuli kazi yake ni yuatafuta kivuli cha kujikinga na hizo harara na joto. Wenye magari kujifungia na vioo kabisa. Ukifunga vioo vyako kwenye magari au kwenye gari, bila shaka ni njia katika njia kutaka kivuli, lakini haitoshi kujiwashia na AC. Lengo ni nini? Unataka uburuda wa hii harara na joto lililoko kwenye dunia hii. Tayeb, sasa ni njia gani
za kujaribu sana kufanya sana, ili Mwenyezi Mungu awe atatulipa kwa kujikinga na hizi harara na joto la hapa duniani, ili tukipate kivuli ambacho amekitegemezea kwake kivuli chake. Maana kwa tofauti ya wanavyoni, kivuli cha Mungu ni kivuli chake dhati zake, ama kivuli cha Mungu ni nini? Lakini arrajih min aqwali ahli alilm, yenye nguvu katika maneno ya wenye elimu, ni kwa kuwa kivuli cha arshi yake. Sisi tutasimama hapo. Je, arshi ni ndogo? Intabi, hii arshi ya Mungu ni ndogo? Ni akbaru makhluqat, ni kiumbe kikubwa sana arshi yake. Sasa kuna watu kwa hisabu tutakaoiona ya kuwa watastahiki hiki kivuli cha Mwenyezi Mungu. Bila shaka venye kustahiki lazima kuna makubwa walowafanya, ili walipwe makubwa kwa hiki kuingia kwenye kivuli cha arshi ya Mwenyezi Mungu. Lakini Mungu Subhanahu wa Ta'ala humlipa mtu kwa makubwa aliyofanya makubwa zaidi, ama kwa madogo aliyoyafanya akanlipa kwa ukubwa. Lakini ile Mwenyezi Mungu kumlipa mja wake makubwa kwa amali ambayo tuiona ni chache aliyoifanya, Mwenyezi Mungu ajua nilipe kwa ukubwa kwa nia yake alivyotenda, na kujua kwake Mungu kuwa amali aliyoifanya ni kubwa, ndio akastahiki ukubwa wa kivuli cha Mwenyezi Mungu. Ndio tukamwanza al-Imamu al-Adil. Tuenda nazo kwa silsila kwa sababu tutataka zitupeke pahala, kisha zitutoe ambao ni hapa duniani, kisha twende tukakutanie mbele ya Mungu kwenye haya. Lidhalika, kwa makini sana. Kiongozi mwadilifu ni nani? Kwa sababu Mtume kwanza amemtaja kiongozi mwadilifu, ndiye atastahiki kivuli cha Mungu ambao ni kivuli cha arshi ya Mungu, siku ambao hakuna kivuli isipokuwa kivuli hiko. Kiongozi gani mwadilifu? Tayeb, kiongozi ni kiongozi yoyote wa kiongozi. Kwa hivyo yoyote katika kiongozi atastahiki kivuli cha Mungu, maana Mtume amemweka namba 1. Lidhalika, muhimu ni kujua man huwa al-Imamu al-Adil, kiongozi mwadilifu ni nani? Sikilizeni vizuri sana, kiongozi mwadilifu ni nani? Maana malipo yake makubwa mno, ni kivuli cha arshi ya Mungu, kufinikwa na kivuli cha arshi ya Mungu. Si mwavuli wala si chandarua cha harusi au chandarua cha kulia pilau. Kivuli cha arshi alofinikwa ni mheshimiwa sana. Ni nani huyo kiongozi? Kwa yapi atakayoyafanya alistahiki hili? Intabih, wal qaidu alladhi ni kiongozi ambaye yakhtaru nas, alochaguliwa na watu, wayuwalluna al-amra, wakantawalisha majukumu, wakantawalisha mambo, wakampachia mambo, wayakunu mas'ulan an idarati shu'uni al-umma, na akawa ni mas'ul, ni mwenye jukumu la kupeleka mambo ya umma, wifqan li shar'i Allah, kwa kuwafikiana na sharia ya Mwenyezi Mungu. Nisome ukiongozi. Haya tumeyachukua katika al-Mawsu'atul Fiqhiyya. Kwa hivyo vitabu vyetu vya Kiislamu vatuzungumzia huyu alotajwa wa kwanza atakayestahiki kivuli cha Mwenyezi Mungu ni kiongozi mwadilifu, yako katika kitabu cha fiqh cha sharia, maandiko ya dini yetu, al-Mawsu'atul Fiqhiyya. 1.
limadha bada ar-rasul bil imami al-adil, kwa nini mtume akamwanza kiongozi mwadilifu katika watakaopata vivuli vya Mwenyezi Mungu? Wa kwanza akamfanya kiongozi mwadilifu. Limadha, jibu, liannahu mutaqaddamu qudwatan, kwa sababu kiongozi ndiye anayechangulizwa kwa kufuatwa, anayechangulizwa kwa kielelezo, anayechangulizwa kwa kiigizo. Walidhalika yusamma imaman, ndipo akaitwa imamu, na imamu ni kiongozi. Wal adilu awil adlu, sikia vizuri, al adilu mwadilifu, msawa. Awil adlu kalimatani mutaradifatani fil maana, vilma viwili vilivyoafikiana maana. Huwa kullu man yadha'u kulla shay'in fi makani, ni kila anayeweka kila kitu pahala pake. Huyo ndo al-adilu au al-adlu, ni kila mtu anayeweka kila kitu pahala pake. Itoshe la wayaqumu bima amara Allah ta'ala bihi, na akasimama kwa lile ambalo Mwenyezi Mungu amemwamrisha kwalo, hasba amrihi wa nahihi, kulingamana na amri yake na katazo lake. Huyo ndio kiongozi mwadilifu. Ndipo mtume akantaja kuwa wa kwanza. Sikiliza, kwa sababu viongozi ni wengi na wote wanaingia hapa, isipokuwa kwa yule alotengwa kwa haya masharti. Ndipo nikasema taka unisikilize vizuri, kwa sababu pia mwenda kwenye uongozi usifikiri hayaingii hapa, mwenda kwenye uchaguzi usifikiri haingii hapa. Kwa hivyo haya yanatusahihisha na kutuelekeza, ili Mungu akimtegua kiongozi mpaka amfinike kivuli chake, mtu huyo huwa ni mheshimiwa sana. Isikilize kwa makini dini yetu. Yasifu ulama'ul imama al-adila, wanavyoni wanamsifu kiongozi mwadilifu, bi annahu qawamun likulli ma'ilin, kwa kuwa ndiye mwenye kusawazisha kila chenye kupotoka, kila chenye kupinduka, kila chenye kupotoka, kila chenye kupinda, hukirudisha akakiweka sawa. Intabi wasulhu kulli fasidin, na ni mwenye kuchengeza kila chenye kuharibika. Wa qasdu kulli hairin, na ni makusudio ya kila mwenye kutatizika. Kila mwenye kutatizika humkusudia kiongozi ili amuondoshe matatizo yake. Vitabu vyetu vya dini, wasulhu kulli fasidin, na mwenye kuchengeza kila chenye kuharibika. Wa quwwatu kulli dhaifin, na ni nguvu ya kila dhaifu. Kiongozi huyo atakaipata hicho kivuli ni kwa sifa hizo. Tayib, waqad wusifa al-imam ala al-adli, kiongozi amesifiwa kwa usawa na uadilifu, bi annahu mizanu Allahi alladhi yarfa'u bihi al-haqqa, ni kipimo cha Allah, ni mizani ya Allah ambao apimia haki. Kumbe kiongozi sio mchezo. Kiongozi ni mizani ya Mungu ya kupimia kwa usawa na kupima kila jambo la sawa. Tayib, bainama qala Ibn Hazm, kati ya kuwa Ibn Hazm naye amesema hivi, anna afdala ni'amillahi ala almar'i, neema bora sana za Mungu kwa mtu, hiya an yatba'ahu ala al-adli wa hubbihi, ni kumpiga muhuri wa usawa. Ni katika neema kubwa za Allah kwa mja wake, ampige muhuri wa sawa, wa hubbihi, na pendo lake la kumpenda yeye, wa ala al-haqqi wa itharihi, na kwa haki na kwa kuitanguliza hiyo haki. Usifikiri ya kuwa kuna watu 7 watafinikwa na kivuli cha Mungu,
siku ambao hakuna kivuli isipokuwa kivuli hiko, basi ikawa ni mambo holela, mkana hii kutafsiriwa tu al-Imamu al-Adil, kila kiongozi akajitia hapo na mwingineo. Sitaki kumgusa mwingine kwa sababu hii ni safari mpaka tutoke duniani kwenda zetu akhera, sio mchezo. Ni mtu mkubwa anayestahiki kulipwa makubwa. Amr ibn al-As asemaje? La sultanu illa birijal, hakuna usultani isipokuwa kwa watu. Kwa maana hakuna kiongozi mpaka awe na watu. Kiongozi una mtu, utamuongoza nani? Ndipo ukaona kila kiongozi hupigana sana kutaka watu, kwa sababu watu ndio wenye kuongozwa. Tayeb, wala rijala illa bilmal, na hakuna watu isipokuwa kwa mali. Hai kiongozi ana watu sema ni wafuasi. Hii hadithi yatoka mbali ndugu zangu. Sah, watu tele wafuasi wa kiongozi, lakini kila umuonaye hana chochote, mvachu va kuandama va kutaka kupawa. Mitihani. Si umeona dini yetu haikuacha kichwa na jambo la mtume akisema jambo lina lile jami'ul kalim, kilima chake kimoja huleta tafsiri ya kujaa dunia ya mafunzo. Hakuna usultani bila watu, na hakuna watu bila mali. Mtufuete tu. Gari likipungua petroli, kila mmoja utoze mato tu, hungoja kiongozi ate petroli. Hao macheso si watu, hao mauti. Tumeelewana? Ndipo ikawa uongozi kwenye zama zetu utakavyokuwa ni mgumu kweli kweli, kwa sababu viongozi hawakukosa wafuasi, lakini wafuasi ndio huandama kwa kuvutwa, kwa kupewa macheso. Fuata maadili. Wala mala illa bil imara, na hakuna mali bila ujenzi. Ale mali yako, basi mali yafanye imara. Imara ni ujenzi, ni project mikubwa. Misikiti iwe inajengwa, madaris inajengwa, vituo vya kila aina vijengwa. Yamezungumzwa na dini yetu kwa kuntolea alowekwa namba 1 na mtume, kuatafinikwa na kivuli cha Mungu, siku ambao hakuna kivuli isipokuwa kivuli hiko. Ni mchezo? Si mchezo. Twenda wala imara illa biadli, na hakuna ujenzi isipokuwa kwa usawa na uadilifu. Wallahi ndugu zangu, wenye kuisherehesha hii hadithi itakapotupeleka, utamkuta mtume sallallahu alaihi wasallama kama ajua ama yuko kulingamana na mambo anavyoenda. Angalia mwisho wa neno la Amr bin al-As ni kuwa hakuna ujenzi isipokuwa kwa usawa. Nishakuwa kiongozi, nishapata wafuasi wana usaidizi. Sasa uongozi unataka imara. Sasa imara yataka usawa. Usawa ni nini? Ni unaoongoza wote kwa miji yote, kwa mikoa yote iamirike kwa sababu ya uongozi wako, kwa sababu unachokitefuta si rundiko la mshahara wa uongozi wako. Unachokitefuta kivuli cha Mungu, siku ambao hakuna kivuli isipokuwa kivuli hiko. Angalia jinsi Mtume sallam anavyotutoa kwenye hadithi hii. Wewe utaiona hii ni hadithi inamhusu Muislamu, inamhusu kiongozi wa Kiislamu, ni kioto chake mhusika, lakini hukumu inatanganya kwa hizi qaid zitakazokuja katika khutba. Ndipo Ammar akasemaje? Thalathu man jama'ahunna jamaa al-iman. Thalathu, mambo matatu. Man jama'ahunna, yoyote mwenye kuyakusanya hayo mambo matatu, jamaa al-iman, ameikusanya imani. Mambo matatu.
Mwenye kuyakusanya mambo matatu hayo ameikusanya imani. Sikiliza, la kwanza, al-insafu fi nafsika. Al-insafu, kuwa na insafu kutokamana na nafsi yako. Wewe uwe ni mtu wa insafu. Kuwa ni mtu wa insafu ni kwa kuwa astahiki usawa, hako sawa katika dini, lakini insafu ya dini nina haki ya kumpa usawa, sinyimi usawa kwa kuwa si mwanadini. Uongozi tu, taka kuongoza mara hii, taka kuongoza mimi, nimekuja kualika, taka kuongoza. Sikiliza mikakati ya dini inavyozungumza kuhusu kiongozi, kwa sababu kiongozi amelengwa kupata malipo ya hali ya juu kupitia kwa uongozi wake. Kwa hiyo uwe na insafu. Kuwa na insafu, roho yako safi kwa kufanya usawa kwa kila anayestahili usawa. Huyu anastahili usawa, si wangu mtu kimila, si wangu mtu kidini, lakini usawa kumfanyia mtu hautaki dini ya mtu wala hautaki mila ya mtu, yataka usawa ni usawa umfikie stahiki. Ndio maadili ya dini yetu. Number 1. 2, wal-infaqu min al-iqtari, na kutoa kutokamana na kufanya israfu. Isiwe kuwa hutoa tu hatiani kiongozi. Kiongozi atakana atoe, lakini achunge israfu. Wala si kila mtu hupewa tu, kuangalia wa kupewa nani na wa kunyimwa nani, kwa sababu dini na wataka uongozi wako kufikishe huko. Twende la 3, wabadhlu salami lilalami. Utasema hakuna hao katika dini yetu, lakini hapana, dini yetu imekusanya kweli kweli. Hapa mimi nilikuwa sijaliona, ni katika kuzunguka tu kwa buhuthi zangu za khutba leo nilikalipata, na nina hakika tutayapata mengi, lakini huwezi kuyapata mengi mpaka uyatefute kwa wingi. Sawa? Badhlu salami lilalam, kutefuta ndia ya kuleta amani, kutoa amani kwa ulimwengu. Imagine kutoa amani kwa ulimwengu. Kiongozi mpaka aitoe amani kwa ulimwengu. Kwenye ulimwengu, ndugu zangu ni katika imani, umekusanya vachu vya dini ya Kiislamu peke yake? Haikukusanya, imekusanya vachu vya dini tofauti tofauti. Kuna vinavyoabudiwa vingine utaachuka wewe ukiambiwa, wala sizitaji, lakini dini tofauti tofauti ya mataifa tofauti tofauti. Kiongozi alete amani kwa dunia. Tayeb, ndipo Ibn Taymiyyah akasema hivi, al-adlu nidhamu kulli shay, usawa ndio nidhamu ya kila kitu. Usawa, kufanya uadilifu ndio nidhamu ya kila kitu. Faidha uqima, nidhamu ikisimamishwa, kwa sababu nidhamu ya usawa. Faidha uqima amru dunia biadli, jambo la ulimwengu likisimamishwa kwa usawa, qamat, dunia itasimama vizuri na kila watu wataishi vizuri. Wa in lam yakun li sahibiha fil akhirati min khalaq, japokuwa mwenye kufanya usawa kesho akhira hana fungu lolote. Sikiliza dini yetu jemeni, nitarudia ibara, asema al-adlu nidhamu kulli shay, usawa ndio nidhamu ya kila kitu. Ukiona pahala hapana usawa, jua hapana nidhamu kwa mujibu wa dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna jambo kana usawa. Intabih, fa idha uqima amru dunya biadli, jambo la ulimwengu likisimamishwa kwa usawa, qamat, na dunia itasimama na watu watakuwa sawa na mambo yote yatakuwa sawa. Mbona haya mambo ya kina kisampuli? Kwa sababu litefutwalo ni kiongozi wa kufinikwa na kivuli cha arshi ya Mungu. Wa in lam yakun li sahibiha fil akhirati min khalaq,
yule mwenye kufanya usawa hata kama hana fungu lolote kesho akhira, ikafiri la kupita kiasi, akaleta usawa kwenye dunia, dunia itasimama, japokuwa kesho akhira hana fungu lolote, pengine ndio kuchwa motoni. Nataka muelewe hapo. Twende. Wa mata lam takun bi'adlin lam takun, na popote dunia hii ikikosa usawa kwa viongozi hata kufanya usawa, basi dunia haisimami kwa usawa. Wa in kana li sahibiha min al-iman, japokuwa mwenye kufanya usawa ana imani, ma yujza bihi fil akhirah, ya kulipwa nao akhira. Umeona, litefutwalo ni usawa. Usawa ukidumishwa na kafiri, usikilizeni Uislamu wetu, usije mkachuka. Mafumu usawa, na kama nimeenda sawa Mungu ndiye anayejua, kama si sawa sikukusudia makosa, lakini sitaki mwachuke kwa kuona uzito wa maadili ya dini yenu. Na si wengi wenye kuitwali dini na kuisoma dini, ndipo likitoka jambo wachuka. Aweza mtu atakasema kafiri asimamishe usawa. Kafiri asimamishe usawa ni maandiko ya vitabu vyetu. Sasa lawezaji kafiri likasimamisha usawa, dunia ikasimama kwa raha kwelikweli, japokuwa kesho akhira hana fungu lolote. Na aweza kiongozi Muislamu wa dini asisimamishe usawa, dunia ikaharibika, dunia ikakosa utulivu, japokuwa huyu kesho akhira atakwenda kupewa kitabu kwa mkono wa kulia, lakini si kwa kuwa itachengea na hakuchengeza. Sikiliza mfumo na Mtume SAW jinsi alivyokuwa akiona mbali kweli kweli, kwa mujibu wa kupawa sherehe na wanavyuoni wetu. Twende sasa, hebu tuhitimishe kwa kitu kimoja, tuhitimishe kwa hivi. Maana hapa katika huu khutba utangulizi wenye kufika itakapotufikisha mpaka itutoe itupeleke kwenye makao ya daima, tunamwangalia namba ya kwanza aliyowekwa na Mtume. Mbona amewekwa namba 1? Atakayefunikwa na kivuli cha arshi ya Mungu ni kiongozi mwadilifu wa maadili haya na kuyaacha mengi. Maana mengi tuliyoacha tutayasinangia mihadhara, ndio itakuwa ni pahala pake. Tayeb, sasa hapa utasimama mambo mawili kuifunga khutba. As-siyasatu nau'ani, itasimama kwenye siasa iwe ni sampuli mbili. Intabihi, siasa ni sampuli ngapi? Mbili. Siyasatun dhalimatun fashari'atu muharrimuha, siasa ya haramu sharia imeiharamisha. Wa siyasatun adilatun, na siasa ya usawa, tukhrijul haqqa min adh-dhalimi al-fajiri, siasa ya kuitoa haki kwa mchudhalimu muovu akaipeleka inapostahiki. Fahiya min ash-sharia, siasa hiyo ni katika sharia. Alimaha man alimaha, aijue hiyo mwenye kuijua. Wajahilaha man jahilaha, na asijue mwenye kuwata kujua. Na ni wengi wetu hatujui mengi yetu kwa sababu hatuyasomi kwa wingi, lakini kama tuyasoma yetu kwa wingi leo sisi Waislamu tungebalance hata siasa yetu kwenye uongozi anaotaka, na tuamlenga huu kiongozi ataka hatima yake amalizikie kwenye kivuli cha Mungu, tena hususan ikiwa ni Muislamu. Ndipo Mtume akamweka namba 1. Sasa suala litakuwa ni hili: kwa nini kiongozi msawa amestahiki kivuli cha arshi ya Mungu? Sababu ni hii. Sababu alipokuwa katika dunia alikuwa ni hivi tulivyoeleza, alilikata joto na babaiko na harara nyingi kwa walimwengu na kwenye ulimwengu. Safi jamani. Mfano ni kiongozi hakundhulumu mtu, ameliondosha joto la moyo la mtu, kwa sababu mwenye kudhulumiwa huwa akichemka kweli kweli, huwa na harara kweli kweli za kumkosesha usingizi usiku.
lakini alipompa haki yake aliburudika kama aliyeko kwenye jua akamfinika mwavuli, ama kuweko katika gari driver akamfungulia na AC kabisa. Angalia Mtume anavyoona bali. Hivi wewe ustahiki kivuli cha Mungu, ina maana kikuzuie na joto? Sasa ni joto gani ulilolizuia duniani mpaka ukastahiki kuzuiwa wewe na joto la akhira? Ni kwa kuwa alipunguza joto kwa raia wake, hawakulalamika kidhuluma, kila mmoja alipata haki yake. Matajiri hawakuwa majauri kwa maskini, wala mwenye nguvu kumdhulumu nyonge. Zote hizo ni harara kuwafikia wenye kufikiwa na dhulma. Akaziondosha hizo, ikawa na haki ya kustahiki kivuli cha Mungu, siku ambaye hakuna kivuli isipokuwa kivuli hiko. Uongozi, kiongozi stadi sana maadili. Sisi venye kuongozwa tuwe makini sana katika kuongozwa, ili mtu asikeuke mpaka wa kutofaa kuwa kiongozi, na kiongozi daraja yake ni kubwa sana, hususan ikiwa ni kiongozi mwenye dini, kusimama na uadilifu. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ulimi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamfanya kiongozi muadilifu ndiye wa kwanza atakayefunikwa na kivuli cha arshi ya Mwenyezi Mungu, siku ambao hakuna kivuli isipokuwa kivuli hiko. Khutba namba 2 pahala popote, lakini kwanza mwage kabisa, sawa sawa. Ijumaa inayokuja mwisho wa mwezi, na mwisho wa mwezi khutba yangu huko Masjid Aisha Malindi. Sasa khutba namba 2 barobaro hao, usiatuke kisema temko lingine jenzia, kumeguswa kidogo kwa kuwa nao watapata kivuli cha Mungu, siku ambao hakuna kivuli isipokuwa kivuli. Toka ukiwa makini ya roho, uende ukale pilau ya Ijumaa kushuke. Manake usitoke na harara kisema uioni barabara tazidi, akipotea akija huja na wengine. Jenzi watafinikwa na kivuli cha Mwenyezi Mungu. Jenzi nani? Mungu hujajua jenzi. Sasa nitakujulisha alilengwa, uweza kuntafsiri si ni jina tu ile au si, au ni wahi ulotoka, lakini tuataka kufuata ramani ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muangalia huu barobaro, mbona akachaguliwa namba 2 atakayefunikwa na kivuli cha arshi ya Mungu? Iweje? Ni barobaro jenzi gani huyu ambaye namba 2 baada ya kiongozi mwadili? Mtume Muhammad ametupangia mpango wa mfumo wa siasa iloiva, kwa sababu huu ni kiongozi, huu ni barobaro, mpaka watatu, mpaka wale watolewe katika watu 7 watakaofunikwa na kivuli cha Mungu, siku ambao hakuna kivuli isipokuwa hiko. Biidhnillahi alkarim, nimewambia tumetoka na safari leo, ujue itatupeleka mji mmoja katika miji ya Saudi Arabia, kwenye msikiti wa kituo cha dini apendao akata, penye ardhi takatifu wa kushinda ardhi zote, ardhi ya msikiti, ardhi ya Maka, kwenye maeneo haram. Ukipiga sijida, ulama wetu asri walokoma wasema pia umepata 100,000, lakini ndani ya msikiti mbora zaidi. Hivi sasa kitoka kabla kufika nyumbani, kapiga sijda pale kwenye banks pale, baada ya kutoka Masjidi Rahma, ungaitwa Masjidi Rahma, utapata 100,000 muyambo. Kuna pengine watokao hata ndururu moja hawapati, kwa sababu hawakuja kwa malengo. Alaysa kadhalik? Usawa udumu, haki idumu. Twendeni kwa Mola wetu, tuingie katika kivuli kwa maadili na ramani na map isiyokosea tulochorewa na muallimul awwal wal muallimul awwal
huwa al-Mustafa salawatu rabbi wa salamu alayhi. Tusitokeni katika ramani ya kumwandama Mtume. Tukitoka katika ramani ya kumwandama tutaharibikiwa, kwa sababu ndio kiongozi wa kwanza. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairi al-muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق أجمعين. كونوا عباد الله إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.